Naam, ni majira ya mchana, tarehe ni zile 21 Disemba mwaka wa 2025. Natumai kwamba utakuwa salama popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Hii ni Amani TV Media. Mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani na kutangazia moja kwa moja kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nayo furaha tele ya kuweza kukualika katika uchambuzi wetu wa habari za mchana wa leo ili tupate kukuarifu yote yanayojiri sehemu mbalimbali za jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji, nimekuambia kwamba majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa tulionayo ni kuhakikisha kwamba tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote endelea kuripotiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan uko kwenye uwanja wa vita maeneo ya milimani, Uvira, Makobola, Mwenga pamoja na sehemu zingine ambako hali endelea kubadilika kila kukicha. Mchana wa leo tunakuletea kuhusiana na wazalendo wazidi kujipanga ipasavyo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya ukombozi wa maeneo yote ambako wahasi wanadhibiti. Pia tutakujuza habari kutoka kwa Uvira ambako maandamano makali yameandaliwa siku ya kwanza tarehe 22 mwezi Disemba mwaka wa 2025 yakilenga kupinga wahasi wa AFC M23 kuondoka katika mji huo. Maandamano haya yamesimamiwa na wahasi wa AFC M23 kuonesha Umoja wa Mataifa kwamba raia wa Uvira wanawataka, ili hali ya kwamba ni mpango wao. Tutakujuza pia kuhusiana ni kipi ambacho wazalendo wamekizungumza kuhusiana na wale ambao wataenda kushiriki kwenye maandamano hayo ambayo yameitishwa na wahasi wa AFC M23. Kuwa nami ili uendelee kufaidi habari za mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tumejitoa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunawaleteeni habari za ukweli na za uhakika. Hivyo subscribe channel hii, comment na sambaza kwa walio wengi inaendelea kuzipata habari hizi kama utakavyokuwa unazipata wewe. Naam, bila shaka natumai kwa salamu salimini popote ambako endelea kutusikiliza vema kwa muda na saa kama hizi. Kwenye ukuta ni saa 7 dakika 45 mpendwa msikilizaji, ambako tunakuletea hizi za moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa vita. Na habari kuu tulionayo mchana wa leo ni kwamba mambo yamezidi kubadilika kwenye uwanja wa vita. Hiyo ni baada ya vikosi vya wazalendo kuweza kujipanga ipasavyo ili kuweza kukabiliana na wahasi wa AFC M23 katika maeneo yote ambako wahasi hao wanajaribu kupita ili kusonga mbele na kudhibiti maeneo mengine mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika tarafa la Uvira pamoja na tarafani Mwenga. Baada ya mji wa Uvira kuweza kuingia mikononi mwa wahasi wa AFC M23, wazalendo waliweza kulaumiwa sana kusema kwamba imekuwaje mji huo kuweza kukamatwa, ili hali ya kwamba wazalendo wengi walikuwa wanapatikana katika mji huo. Lakini duru za ndani zimeonyesha kwamba kuna baadhi ya usaliti ambao umefanyika na kupelekea mji wa Uvira kuingia mikononi mwa wahasi. Wazalendo walikuwa wakipambana nyuma ya vikosi vya jeshi la taifa FARDC. Hivyo ili waende kwenye uwanja wa vita walikuwa wakisubiri msaada wa vikosi vya jeshi la taifa, na kitu ambacho kiliweza kupelekea mji wa Uvira kuweza kuanguka ni ile ngoja tutafanya nini. Mwishowe walijikuta wametoka katika mji huo. Lakini sasa baada ya mji wa Uvira kushikwa, wazalendo wameweza kuamka na kujifunza kitu kipya kwa ajili ya kuweza kujilinda sasa, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanalinda maeneo mengine ambako wahasi na kisia kuweza kuingia. Sasa wazalendo wote wameanza kukusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuweka ulinzi madhubuti ili kuweza kuzuia wahasi wa AFC M23. Unaotazama hapo ni makamanda wa Jemedari William Amuri ya Kutumba ambao wapo imara kwenye misitu. Haina haja ya kuweza kutaja ni wapi walipo mpendwa msikilizaji kufuatana na hali ya kiusalama, lakini wapo misituni kwa ajili ya kuweza kujipanga ipasavyo na kuonesha raia wao watulivu, kwa sababu wao hawalali, wanaendelea kupambana usiku na mchana ili kuhakikisha kwamba raia wa Fizi na Uvira wanapata amani ya kudumu. Video hii imetumwa kwa lengo moja, kuweza kuonesha wakahaji wa mji wa Uvira, Fizi pamoja na Mwenga ya kwamba wazalendo wa jimboni Kivu Kusini hawalali, wapo macho wakiteseka usiku na mchana kuhakikisha kwamba wanatafuta amani kwa wakahaji wote wa Uvira, Fizi pamoja na Mwenga. Na hapo napotizama mpendwa msikilizaji, ni moja kati ya sehemu za milimani ambako wazalendo wanazidi kujiimarisha ipasavyo kwa ajili ya kuweza kuweka ulinzi madhubuti.
Video hii kama nilivyotangulia kusema ni kwamba imerekodiwa kwa lengo moja ya kuweza kuwapa moyo, kuweza kuwakumbusha wananchi ambao wamesahau, labda wazalendo wamekimbia, wazalendo wapo mbali, wazalendo wameamua kurekodi video hii kuwatumia raia ili wapate kufahamu kwamba bado wazalendo wapo na ipo siku amani itaweza kupatikana. Hivyo mpendwa msikilizaji, hicho ni kile ambacho endelea huko kwenye shamba la vita katika maeneo ya milimani, katika milima inayoinukia mji wa Uvira, Fizi, Itombwe pamoja na Mwenga. Muda wote wazalendo wamesema ya kwamba wapo karibu na mji wa Uvira, na muda wote mambo yanaweza yakakuwa yenye kubadilika na ukombozi naweza ukapatikana. Hao ni makamanda wa Jemedari William Amuri Yakutumba wanaotizama hapo mpendwa msikilizaji, wakiwa katika harakati zao za kuweza kujipanga. Hebu wasikilize wakiongea kijasiri na kibabe. Mukule tona mingoya njo. Mama shoka. Bulo. Bulo mwanaume. Kazi. Amani. Kuko bengine nyuma. Hakuna wengine nyuma yako. Kama cool. Nasema kwa wapi? Amani leo. Nasema nani kama cha usifinike kwa. Usimamishe ni filmage. Ni filmage. Angaza mimi. Beba ile mzigo wake, mkamatie mzigo wake. Mbona kalia maji. Kuanzisha pardon. Ndio mzee. Na sasa tujielekeze huko mjini Uvira. Nimekuambia sisi tuko hapa kufuatilia habari za undani, habari ambazo zinatoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Maandamano makali yameandaliwa ndani ya mji wa Uvira ambayo inalenga kuweza kukataa waasi wa AFC M23 wasiweze kurudi nyuma. Maandamano haya kwa duru ambazo tumezipata zimetujuza kwamba maandamano yameandaliwa na uongozi wa AFC M23 ambao unataka kuonesha Umoja wa Mataifa ya kwamba raia wa Uvira wanawataka na hawataki waweze kuondoka, ili hali raia hawataki kushiriki kwenye maandamano hayo ambayo yameandaliwa kwa nguvu, yani kwa kufosiwa.
Hii ni baada ya maandamano ya kwanza kuweza kufanyika katika mji wa Uvira ambayo iliandaliwa pia na wahasi ambayo ilipelekea maswali kuwa mengi. Imekuwaje wakaaji wa mji wa Uvira waanze kupokea na kufanya maandamano kusemea kwamba hawataki wahasi wa AFC M23 waweze kuondoka. Sasa siku ya kwanza tarehe 22 maandamano makubwa yameandaliwa na hivyo wahasi tayari wameshaonana na viongozi mbalimbali wa makata, viongozi mbalimbali wa makanisa kwa ajili ya kuwahimiza, kuwaamuru kwamba wote waje na watu wao kuandamana katika mji wa Uvira kusema kwamba wataki wahasi wa AFC M23 waweze kuondoka. Hiyo ni siasa, mpendwa msikilizaji. Lakini sasa wakati maandamano yamepangwa, taarifa zimewafikia wazalendo na wametoa onyo kali kwa yeyote atakayeshiriki kwenye maandamano hayo. Wazalendo wamesema kwamba hawataki kuona mkahaji yeyote wa Uvira anakanyaga kwenye maandamano hayo ambayo yameitishwa na wahasi wa AFC M23. Kwa uchungu na kwa hasira kali, mmoja kati ya makamanda wa kizalendo afahamikaye kwa jina la James Fikahadui ametuma ujumbe mzito kwa wakahaji wote wa mji wa Uvira kuwaomba watulie manyumbani kwao, wasije wakakutana na chamtemakuni kwenye maandamano hayo, na kusikiliza sauti yake James Fikahadui kupitia ujumbe wake mzito ambao ameutuma kwa wakahaji wote wa mji wa Uvira, nawe pia ukaweze kuwafikishia wengine, msikilizaji na mtizamaji wetu. Wakaaji wa Uvira, msidanganywe na msizani ya kwamba sisi wazalendo tuko mbali yenu. Tuko karibu yenu. Juzi hapa M23 AFC Twirwaneho iliwadanganya, mkafanya march ya kuonyesha monde, ya kuonyesha Amerika ya kwamba M23 mnaipenda. Ile si kosa lenyu nyinyi population ya Uvira, ni obligation wa M23 Twirwaneho AFC waliwaoblige kuonyesha dunia ya kwamba mnapenda M23, mnapenda Twirwaneho AFC. Na habari yenye iko ni kusema ya kwamba tena M23 inasema ya kwamba siku ya kwanza, yani lendi, kutakuwa tena mgomo, march, kuonyesha tena wazungu Amerika ya kwamba mnapenda, nyinyi population ya Uvira mnapenda AFC Twirwaneho M23. Na tumepata hiyo habari ya kwamba M23 inaoblige kila chef de quartier na daveni wake na population ya Uvira kusema ya kwamba siku ya kwanza mtakuwa kwenye march, kuonyesha dunia yote ya kwamba nyinyi raia ya Uvira mnapenda M23 AFC Twirwaneho. Message yangu na ileta kwanza kwa nyinyi population ya Uvira. Ole kwa yule mtu siku ya kwanza, yani lendi, atakaye participe kwenye march. Mtu yeyote atakaye ingia kwenye barabara atadanganyiwa na Wanyarwanda kusema ya kwamba mtakuwa kwenye march ya Pacific, ili dunia ipende Wanyarwanda, ione kama nyinyi population ya Uvira mnapenda Wanyarwanda. Ile ni shuruti yenye M23 AFC Twirwaneho ambayo iliwapatia nyinyi population ya Uvira. Nasema mimi James Fikahadui, ole kwenu mtu ambaye atakayedanganyiwa kuingia kwenye barabara. Kitakachofanyika hiyo siku, msikuye sema kwa nini tumekufia mbarabara. Na waambia mkaaji yeyote wa Uvira atakayeingia kwenye barabara, popote mtakapokusanyika tupo pale. Msidhani kama tuko mbali, tuko nasikia watu wengi wakisema eti wazalendo walikimbilia Burundi sijui wapi. Tuko pembeni yenu. Bienye mko mnafanya biote hapa Uvira tuko tunaviona. Bienye mnafanya biote tuko tunaviona. Kwenye mko mnashinda tunajua. Kwenye Bunyarwanda bote mko mnashinda tunapajua. Na kwenye mtasomea memo yenu tunapajua. Ni kuambia population ya Uvira,
Atakayeingia kwenye barabara hiyo siku ya kwanza, kuogopa kwenu mnaogopa Wanyarwanda wa AFC, Watwigwanyeho, wa M23, eti kama hamwendi tawaua. Mtu anakufaka limoya, hakufaki mara pili. Munajua watu wenye M23 depo ingie Uvira wenye washakufa hapo Uvira. Leo hii niko naangalia, leo ni siku ya posho. Munajua watu wenye walikufa mplene Mabiriba kule. Wanyarwanda waliua watu kwenye gari huko Biriba, wanawapiga masasi. Wa vijana wetu wa Kongomani walikufa leo, waliaga dunia, waliacha watoto. Nasema James, hiyo siku ya kwanza na mimi niko dakoro kupartisipe kwenye hiyo maandamano. Na mimi nda partisipe, tuangalie nani mwanaume mkongomani mwenye atapartisipe pale, na mimi niko pale. Kenye kitafanyika mwa hiyo maandamano, mutabeba mikono kukichwa. Hatutaogopa tena. Akuwe Mnyarwanda tutaua, na wewe kuwe pembeni ya Mnyarwanda utakufia pale pale. Andika hii andiko, niko na kuambia. Mwenye anasema ni James Fyeka adui, siogopi kusema. Nitasema kwa sababu najua nitakufa tu, sitaishi. Mwanadamu yeyote aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo hujaa taabu. Uende usome Ayubu, kitabu cha Ayubu 14 mstari wa kwanza, utasoma pale. Tulizaliwa tutakufa, hatutaishi. Hiyo siku ya kwanza Uvira mtashinda mabomu, ni kusambula Uvira yote. Hatutaangalia rahia, hatutaangalia na M23, ni kuchanga changa hiyo siku. Anaye na akili ashinde nyumbani mwake, ashinde kwake kunyumba. Mwenye atakuwa na akili ashinde kwake kunyumba. Atakayedanganyiwa kwenda kwenye marshe ya Wanyarwanda ya Watusi kuoblige Wanyarwanda, ninaita opinion internationale. Wanyarwanda wako wanaoblige wa M23 wa AFC Watwigwanyeho wako wanaoblige rahia ili wapendwe, ili waone kama rahia ya Uvira inawapenda. Ile ni uongo. Hakuna rahia ya Uvira yenye napenda Wanyarwanda, ila Wanyarwanda wa M23 wa AFC Watwigwanyeho ndo wako wanaoblige rahia ya Uvira ili opinion internationale ione kama wanapendwa na rahia ya Uvira. Hakuna rahia ya Uvira yenye naweza kupenda Wanyarwanda. Kumasakire walioifanza depuis na sisi na mpaka leo wako wanaua rahia ya Kongo. Naomba wahusika wa député national na wa député provincial, ikiwa nyinyi mnajua kama mlichaguliwa na rahia ya Uvira na Fizi hata Mwenga, message hii muifikishe kwa wahusika. Mheshimiwa Bitakwira, Claude Msare, Mwendo Macho ya Uvira, na message yangu ya James Fyeka adui muifikishe kwa wahusika. Hakuna rahia ya Uvira yenye inapenda M23 AFC Twigwanyeho, ila ndo iko na oblige rahia yetu kusema wafanye marshe, wafanye mgomo, maandamano, ili wazungu Amerika ione kama rahia ya Uvira inapenda M23 AFC Twigwanyeho. Ile ni uongo. Mheshimiwa Bitakwira, Mheshimiwa Misare, hii mambo muifikishe kwa wahusika huko Kinshasa. Hatutaki M23 Uvira. Hatutaki M23 Uvira. Hiyo ni message napenda kuituma. Atakaye isikia na aisikie. Enyi population ya Uvira, ikiwa mna akili, hiyo siku ya kwanza mkipima tu, mkienda kwenye hiyo marshe yenyu ya kudanganyiwa na Wanyarwanda Watusi wa M23 waafse, mtapata cha mtemakune nyinyi nyote raia ya Uvira.
hiyo siku mtashia kwenye barabara na mabombe tawalieko. Na tukitoka huko ndani ya mji wa Uvira, moja kwa moja jielekeze katika mji wa Baraka huko tarafani Fizi, ambako baada ya wiki mbili za misukosuko, milio ya risasi kusikika kila kukicha, uporaji na hali ya wasiwasi kutanda, hatimaye sasa kazi zimeanza kurejea mdogo mdogo, huku soko pamoja na makanisa, duka na shule zikitazamiwa kufunguliwa kikamilifu tarehe 22 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Baada ya msukosuko, watu wengi waliweza kukimbia makazi yao kuelekea ukimbizini, lakini pia wengine walielekea maeneo yenye usalama wa tahadhari. Lakini kwa sasa hali imeanza kubadilika na wakimbizi wengi wa ndani wameanza kurejelea maeneo yao na kuanzisha shughuli zao kama kawaida. Hivyo imeonyesha jinsi gani hali ya utulivu endelea kupatikana katika mji wa Baraka, ili hali ya kwamba licha ya kuwepo na habari nyingi kwenye mitandao ya kijamii, lakini licha ya hali ya utulivu inaendelea kuonekana kwa tahadhari katika mji wa Baraka, bado kwenye uwanja wa vita uko kwenye milima ya Makobola kunaripotiwa kuwa na hali ya wasiwasi kutokana na kuwepo kwa vikosi vya waasi wa AFC M23 kwenye mlango wa tarafani Fizi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, nasema shukrani za dhati zije kwako wewe ambao uko nasi katika taarifa zetu za asubuhi, mchana na jioni. Hapa ndipo tunaweka nukta katika uchambuzi wetu wa habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani na hii ni chaneli yako Amani TV Media. Kwenye comment tuambie unatufuata kutoka nchi gani. Asante kwa muda wako. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwaheri.